kuzifuta kila taarifa mbaya juu ya maisha yako, kuzifuta kila taarifa ulizozisikia mbaya na za kuvunja moyo. Ukisoma Hesabu 13 mstari wa 25, neno la Bwana linatuambia pale, palikuwa na wapelelezi 12 wametumwa na Musa na Haruni kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Biblia inasema ya kwamba waliporejea kuleta taarifa, Musa akauketisha mkutano, akawaambia, ketini ili tuweze kuwasikiliza wapelelezi tuliowatuma kwenda kuipeleleza ile nchi ambayo Mungu alituahidi ya kwamba atatupa, nchi inayotiririka maziwa na asali, iliyojaa matunda. Wana wa Israeli walipotolewa Misri, wakipewa ahadi za kuingia Kanaani, waliambiwa mambo mazuri kuihusu nchi. Waliambiwa ni nchi ya amani, waliambiwa ni nchi ya kupendeza, waliambiwa ni nchi iliyojaa matunda, na wakaambiwa inatiririka asali na maziwa. Ikafika mahali sasa wanataka kuingia. Musa akawachagua watu 12 kwa kabila za wana wa Israeli 12, ili waweze kwenda na kuiangalia, je, hii nchi inafanana na yale maneno tuliyoambiwa? Biblia inasema katika sura yake Hesabu 13 mstari wa 25, wapelelezi waliporudi kuzileta zile taarifa, neno la Bwana linasema walileta taarifa mbaya. Wakawaambia watu, ndiyo kweli ile nchi ina matunda, ina asali na inatiririka maziwa, lakini tuliyaona majitu kule, wana wa Anaki, tuliokuwa tunaambiwa ni nani anayeweza kusimama mbele ya wana wa Anaki. Pia kulikuweko na Wanefili. Wana wa Israeli wakafadhaika sana. Wale watu wakaendelea kuwaambia ama kuwatia hofu, wakawaambia ya kwamba tulijipata ya kwamba sisi ni kama mapanzi mbele ya wale watu. Kulikuweko na Mkanani, kulikuweko na Myebusi, kulikuweko na Mhivi, kulikuweko na Mhiti, Mgarigasi, palikuweko na watu wakubwa na miji iliyojengwa kuta zake hata mbinguni. Wakawaambia ya kwamba na hiyo nchi inawala wenyeji wake, nchi inawakula wenyeji wake. Wana wa Israeli waliposikia maneno yale, walifadhaika sana, mioyo yao ilikunjamana, mioyo yao ililia, wakaomboleza. Neno la Bwana linasema hata Musa pamoja na Haruni wakaanguka kifudifudi, wakamulilia Bwana. Ni kwa sababu walikata tamaa, ni kwa sababu walifika mahali wakapoteza tumaini ya kile ambacho walikuwa wanaenda kukifanya. Mwana wa Mungu, ukisoma hiyo sura ya 14 Hesabu mstari wake ni wa 8, Biblia inasema pakatokea na mashujaa wawili, Yoshua na Kalebu, wakawaambia watu, nyamazeni na tunawaambia, ikiwa Bwana anatufurahia, atatupatia nchi na sisi tutaimiliki, nayo itakuwa yetu. Akawaambia tuingie mara na tukaimiliki. Neno la Bwana linasema ikiwa Bwana anakufurahia, mwana wa Mungu, atakupatia hiyo biashara ukaimiliki. Ikiwa Bwana anakufurahia, atakupatia hiyo nyumba ukaimiliki. Ikiwa Bwana anakufurahia, atakupatia huo mtaji ukaumiliki. Ikiwa Bwana anakufurahia, atakupatia hiyo kazi ukaimiliki. Mwana wa Mungu, jikungute mavumbi. Isaya 52:2 nasema, jikungute mavumbi Yerusalemu ukainuke. Inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe. Inuka, maana biashara hii inakuhusu wewe. Inuka, maana kazi hii inakuhusu wewe. Ikiwa Bwana anakufurahia, ninakuambia mwana wa Mungu, haijalishi ni taarifa gani wameleta kwa uchumi wako, haijalishi ni taarifa gani wameleta kwa biashara yako, haijalishi ni taarifa gani wameleta kwa nyumba yako, nimekuja na taarifa ya Bwana. Nasema ikiwa Bwana anakufurahia, mwana wa Mungu, unaenda kuimiliki, unaenda kupata hiyo kazi, unaenda kupata hiyo biashara, unaenda kupata huo mtaji kwa jina la Yesu. Inamisha kichwa chako sasa, niachilie hiyo neema. Nasema ikiwa Bwana anakufurahia, unaenda
anapoenda kubarikiwa mwana wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huenda mtazamaji wangu ndiye amesikia taarifa za kuvunja moyo, na achilia neema Bwana ya kumiliki juu ya maisha yake. Bwana, anapoenda Jehova Jireh, wacha ukampatie hiyo kazi, wacha ukampatie hiyo pesa, wacha ukampatie huo mtaji, wacha ukampe hiyo biashara. Haijalishi ni maneno gani wamesema kupinga kazi hiyo, kupinga hiyo biashara, kupinga hiyo huduma, kupinga hiyo pesa ambayo ameapply. Natangaza Bwana siku ya leo, ninakanusha kila taarifa mbaya, ninakanusha kila ripoti mbaya, ninakanusha kila habari mbaya, na achilia habari njema. Bwana, anapoenda wacha apate kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen.